Kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 98 ibara 98A inataja majukumu yangu, na moja ya jukumu la katibu wa siasa, uenezi na mafunzo, wanasema atasimamia, kueneza na kufafanua masuala yote ya itikadi, siasa na sera za CCM katika mkoa. Sasa kwa sababu nyinyi ni waandishi wa mkoa huu na swala mnaloliuliza linahusiana na siasa na vile vile lina mahusiano na muungano wetu ambao kutimiza miaka 61, nikaona ni vema tukutane jioni hii ili tujadiliane, licha ya kwamba swali lenu limechelewa kufika, lakini chama chetu kama mnavyojua kina hazina ya vitu vingi, kwa hiyo hakuna kitu kinachoshindikana. Na kama mnakumbuka mwaka 2023 wakati nimepewa jukumu hili, niliahidi kuwapa ushirikiano na jambo lolote mtakao kuwa nalo, iwe usiku iwe mchana, tutaweza kulijibu na kuweza kulifafanua. Sasa swali lenu la msingi mnasema vipi tunauenzi muungano wetu kwa kulinda amani, usalama na utulivu wa nchi kwa hii miaka 61, wakati baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wamekamatwa na watu wao inaonekana wananyimwa haki yao ya kwenda mahakamani kusikiliza mwenendo wa kesi za viongozi wao. Sasa kabla sijaingia kujibu hili swali, ni vema nikawaeleza wanasongwe, wana CCM na wale wasio wana CCM, maneno ya mwanasiasa maarufu na msomi wa taifa la Warumi Cicero, ambaye aliwahi kusema kutokujua yaliyojiri katika nyakati za waliotangulia kuzaliwa. Yani kutokujua yaliyojiri katika nyakati za waliotangulia kuzaliwa ni kudumu kwa kubaki katika hali ya utoto. Ikiwa juhudi za nyakati za waliotangulia hazitatumika, basi daima dunia au ulimwengu tabakia katika uchanga wa maarifa. Makusudio ya haya maneno yake ni kwamba ni lazima sisi tukiwa kama Watanzania, ni lazima tutambue juhudi, lakini pia ni lazima tutambue yaliyojiri katika nyakati zilizotangulia. Tukijua historia ya nyakati za nyuma, itakuwa ni rahisi na itatusaidia kuweza kuvuka katika hiki kipindi tulicho nacho. Ndugu wanahabari, naomba tufahamu kwamba moja ya faida za muungano ni usalama. Moja ya faida ya muungano ni amani na utulivu. Yaani muungano umesaidia kuweka taifa letu kuwa katika hali ya usalama, lakini muungano umesaidia kuliweka taifa letu kuwa katika hali ya amani na utulivu. Kwa hiyo hizi ni tunu ambazo ni lazima tuzienzi, ni lazima tuzitukuze, ni lazima tusifie, ni lazima tuuenzi na tuulinde muungano wetu kwa nguvu zetu zote. Na ndiyo maana sasa msingi wa swali lenu ukaja kwamba sawa, tunakwenda kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, muungano ambao miongoni mwa faida zake unadumisha amani, mshikamano, umoja wa kitaifa, usalama wa taifa na kadhalika. Lakini mbona kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa wamekamatwa, wako ndani, na wafuasi wao wananyimwa uhuru wa kwenda kusikiliza mwenendo wa kesi ya viongozi wao? Ndio msingi wa swali lenu umejengeka hapo. Sasa kwa swali lenu na maneno ya Cicero, maana yake ni lazima tujaribu kuangalia matukio ya kihistoria yaliyojaribu kutokea katika nchi yetu, ili tufananishe na matukio ya sasa yanayotokea tukiwa kama Watanzania, especially sisi vizazi vya leo ambavyo hatukuwepo huko zamani. Tukikumbushana kidogo tunaweza kufahamu, tunaweza kupata kitu ili tuweze kuvuka salama kwenye haya mambo tulionayo. Ndugu wanasongwe,
katiba yetu ya Tanzania iko wazi. Inaeleza uhuru, kwamba watu wako huru na imetoa haki nyingi mle. Lakini kitu cha msingi katika hili swali liloulizwa na wanahabari, tukiliunganisha na muungano, niseme kuambia Wanasongwe, kesi za viongozi wa kisiasa mahakamani hazijaanza leo kwa hawa viongozi tunaoona wanapelekwa mahakamani, bali zilikuwepo hata kabla ya uhuru, wakati wa uhuru na baada ya uhuru. Hata katika miaka ya muungano yenyewe hizi kesi za kisiasa zilitokea, lakini babu zetu, baba zetu, mama zetu, kaka zetu waliheshimu muhimili huu wa mahakama na walihudhuria kusikiliza kesi hizo za viongozi wao kwa heshima, utulivu, unyenyekevu wa hali ya juu, huku wakitambua kuwa mahakama sio sehemu ya watu kusema wanaenda kukinukisha. Hii ni nukta ya msingi, lazima tuielewe. Leo tunawasikia viongozi wa kisiasa wanatoa matamko kwamba tunakwenda kukinukisha mahakamani. Wazee wetu, waasisi wa taifa letu, babu zetu, mama zetu, dada zetu, kaka zetu, ndugu zetu, Watanzania wenzetu ambao walishtakiwa katika mahakama za nchi yetu miaka hiyo kabla ya uhuru, wakati wa uhuru, miaka ya muungano, wananchi wa Tanzania walikwenda kusikiliza kesi hizo kwa kujazana mahakamani, huku wakitambua kwamba mahakama ni sehemu ya inayohitaji utulivu, sio sehemu ya kusema tunakwenda kukinukisha. Mahakama ni sehemu inayohitaji utulivu kuliko hata bungeni. Mahakama ni sehemu inayohitaji utulivu kuliko hata Ikulu. Ni sehemu panapohitaji utulivu kama vile ulivyo utulivu kwenye chumba cha mtihani. Ndiyo maana mtu akiwa nje ya mahakama lakini kwenye viunga vya mahakama na akaleta fujo au kupiga kelele na kufanya mazogo, anaweza kushtakiwa na kutiwa adabu kwa contempt of court, yani kosa la kudharau mahakama. Na tumeona, nyinyi wenyewe ni mashahidi, Chadema, nadhani ndio msingi wa swali lenu mmeuliza, imeandaa jopo la mawakili zaidi ya 31, tena wasomi. Kwa nini wanachama wao wajipange kuzusha tafurani na vurugu na fujo mahakamani? Hiki ndiyo kitu kisichokubalika. Ndugu Wanasongwe, mwaka 1958 baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, miaka mitatu kabla ya uhuru wa Tanganyika, alishtakiwa mahakamani. Mwalimu alifikishwa mahakamani na serikali ya kikoloni, kabla ya uhuru tunaongelea, na serikali ya kikoloni, kwa kosa la kuwakashifu madisi wa Songea, Geita na Musoma. Kashfa hiyo iliibuliwa kupitia gazeti la Sauti ya 5, toleo namba 29 la tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 1958. Bibi Titi Mohamed, mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi Tanzania, lakini ndugu Lawi Sijaona, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi, jumuiya za chama zilizoanzishwa mwaka 1955, kipindi hicho zina miaka mitatu tangu kuanzishwa kwake, zilihamasisha wanajumuiya wa jumuiya hizo wahudhurie mahakamani kuja kusikiliza, kuangalia mwenendo wa kesi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Watu walifurika katika mahakama ya Kisutu, wake kwa waume, wazee kwa vijana, watu wazima kwa watu wa marika ya kati walihudhuria. Na ndiyo kesi hiyo, kama mnakumbuka, hukumu iliyotoka, ima Mwalimu aende jela miezi 6 au alipe faini ya shilingi 3,000. Watu walikuwa wengi. Rais wa Zambia ambaye wa kwanza, ambaye ni Kenneth Kaunda, anasema kwamba alimuona Mwalimu Nyerere kwa mara ya kwanza mahakamani
ambapo kulikuwa na watu wengi lakini wakiwa kwenye utulivu mkubwa. Haya ni maneno ya Rais Kenneth Kaunda, rais wa kwanza wa Zambia tangu mwaka 64 mpaka mwaka 1991. Alimuona kwa mara ya kwanza Mwalimu Nyerere akiwa mahakamani hapo. Kulikuwa na watu wengi lakini wakiwa kwenye utulivu mkubwa. Anasema watu hao walionyesha mapenzi makubwa kwa kiongozi wao. Nini nakusudia kusema kwenye kisa hiki? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa 5, mwana mapinduzi, mwana harakati za kudai uhuru, mwaka 1958 amepandishwa kizimbani. Watu wamehamasishwa, wamejaa mahakamani, lakini hawakusema tunaenda kukinukisha. Na Rais Kenneth Kaunda, maneno yake yanathibitisha kwamba mahakamani kulikuwa na watu wengi, lakini watu hao walionesha utulivu na unyenyekevu mkubwa. Kwa hiyo hii ni namna ya kwanza ya kuheshimu muhimili huu wa mahakama. Laiti kama viongozi wetu wasingehamasisha vurugu, Watanzania wangejitokeza kwenda kusikiliza kile ambacho kinahukumiwa, mwenendo wa kesi, kusingekuwa na tatizo kama ilivyotokea kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Sasa kutokujua yaliyotangulia katika historia ni kubaki katika uchanga wa maarifa kama alivyosema Cicero. Kwa hiyo kisa hiki cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kinatufahamisha kwamba mahakama ni chombo cha namna gani, na wala hakizuii utitiri na umati wa watu kwenda, lakini panahitajika discipline, panahitajika nidhamu, panahitajika unyenyekevu, panahitajika usikivu, panahitajika utulivu, hapahitajiki vurugu. Sasa watu waliotangaza kwamba tunaenda kukinukisha hawawezi kuachwa bure bure, lazima wazuiliwe kwa sababu ya nature ya hiki chombo na eneo lenyewe la mahakama. Ndugu wanahabari, kwamba ni hilo tukio la Mwalimu Nyerere tu, lakini kwenye historia tunakumbuka kisa cha Chifu Abdallah Saidi Fundikira. Chief Abdallah Saidi Fundikira tunajua alikuwa ni chifu na mtemi wa Wanyamwezi kuanzia mwaka 1957 mpaka mwaka 1962 ilipowekwa sheria ya kuzuia uongozi wa kimila kwa lengo la kuleta umoja na mshikamano baina yetu wa Tanzania. Lakini huyu Chifu Abdallah Saidi Fundikira alikuwa ni msomi ambaye alimaliza shahada yake ya kilimo katika chuo kikuu cha Makerere mwaka 1946. Alisoma tangu mwaka 1940 mpaka mwaka 1946. Lakini Chifu Fundikira, kama mnakumbuka, aliwahi kuteuliwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuwa waziri wa maji kwa kipindi cha mwaka mmoja. Lakini tunakumbuka baadaye alitoka CCM, akaja akaanzisha chama chake UMD, akashiriki uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1995, hayati Benjamin William Mkapa akashinda. Lakini mwaka 1999 akarejea CCM. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2000 akateuliwa kuwa mbunge na Rais Mkapa, ambapo alikwenda mpaka 2005, na mwaka 2007 akafa Chief Abdallah Saidi Fundikira. Sasa Chief Abdallah Saidi Fundikira mwaka 1964 alifikishwa mahakamani kwa kushtakiwa kwa kosa la rushwa. Mahakama ya Kisutu ilikuwa ikifurika wananchi kutoka Tabora ambao walikuwa wanakuja kumsapoti chifu wao, kumuunga mkono chifu wao, kuangalia mwenendo wa chifu wao namna inavyokwenda. Lakini haijaripotiwa sehemu yoyote, licha ya wingi wa wananchi wa Tabora kuja kutoka Tabora mpaka Dar es Salaam, mahakama ya Kisutu kulikuwa na amani na hakukuwa na rapsha ya aina yoyote. Huu ni mfano wa pili wa yale yaliyojiri katika kipindi hicho kwenye kisa hiki cha Chief Abdallah Saidi Fundikira. Kwa hiyo laiti kama wapinzani wangeenda kwa mwenendo huu, basi mambo yangekuwa mazuri. Mfano wa tatu, ndugu wanahabari, ni kwenye ile kesi ya Mutini mwaka 1964 ya wanajeshi walioasi. Ni kesi maarufu miaka michache baada ya uhuru,
lakini wiki moja baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ya tarehe 12 Januari mwaka 1964. Tarehe 19 Januari mwaka 1964 yalitokea maasi ya kijeshi, na hapa ilikuwa ni usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili katika kambi ya Kolito, sasa inajulikana kama Lugalo, ambalo lile vurugu lilisambaa maeneo mengi zaidi. Lakini baadhi ya wanajeshi wachache walihamasishwa kwa sababu ya kutokuelewa, wakabebwa na ile propaganda, wakataka kufanya uasi. Tunaona kwenye lile tukio kuna Mwarabu mmoja, inasemekana, yameandikwa, kuna Mwarabu mmoja aliona zile vurugu, watu wanaingia kwenye maduka, wanaiba wale wanajeshi na kadhalika, akamfyatulia risasi mwanajeshi mmoja, alikuwa anaitwa Kasim kama sijakosea. Wanajeshi wakamtaimu yule Mwarabu, wakampiga risasi, wakachoma nyumba yake. Inasemekana yeye na familia yake ya watu zaidi 15 wakafariki. Kwa hiyo ni tukio ambalo tumedai uhuru wa nchi yetu, hakuna machafuko, lakini baadaye yakafanyika machafuko ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo hilo likapelekea Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuomba msaada wa kijeshi kutoka Uingereza kuja kutuliza ile ghasia. Jeshi likaja, ghasia ikatulizwa. Jumanne ya Aprili 21 Mwalimu Nyerere akamwapisha Sir Ralph Wildam ndani ya ikulu ya Dar es Salaam kuwa jaji mkuu wa Tanganyika, na kumwambia awashughulikie kikamilifu wanajeshi waliofanya jaribio la kuipindua serikali yake hapo Januari 19 mwaka 1964. Ndipo Sir Wildam akatangaza rasmi kuwa wanajeshi wa kambi ya Kolito waliotaka kuiangusha serikali watafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu April 27 mwaka 1964. Tunaona mwenendo wa ile kesi ambayo ilihusisha baadhi ya watu ambayo hukumu yao ilitoka Ijumaa ya Mei 15 mwaka 1964, siku 19 baada ya kufanyika muungano wa Zanzibar. Na hapa utaona moja ya faida ya muungano: ulinzi, usalama, amani na mfano wa hayo. Kwa hiyo siku 19 baada ya muungano, wanajeshi wale wakatolewa hukumu, akiwemo Sajini Francis Hingo Ilogi ambaye alihukumiwa jela miaka 15, Koplo Aliche miaka 10, Koplo Batazari miaka 10, Private Jonas Chacha miaka 10, Private Pius Francis miaka 10, Private Patrick Saidi John miaka 10, Sajini Lucas miaka 10, Captain Kamaka Mashiambi miaka 10, Captain Benito miaka 10, Private Dominicus Saidi miaka 10, Captain Andrea Dixon miaka 5, Private Hamidus miaka 5, Roga Mwanaloya miaka 5, na wengine wakaonekana hawana hatia. Sasa kesi hii ilivyokuwa inasikilizwa, watu walikuwa wanafurika mahakamani, licha ya kwamba wananchi waliumizwa kutokana na ule uasi, kwa sababu wanajeshi waliingia barabarani kufanya vurugu. Kutokana na yale, wananchi walikuwa na hasira. Licha ya hasira zao, walikwenda mahakamani kwa utulivu. Hakuna sehemu iliyoripotiwa kwamba kuna vurugu zilitokea mahakamani. Nendeni mkasome utafiti wa Nesta Luanda katika kitabu cha Tanganyika Mutini na vitabu vingine, mwende mkaangalie tukio hili. Lakini tukio la 4, wanahabari, na hili tukio la kesi ya Mutini ni tukio lililotokea mwaka wa muungano, na hukumu ya hawa waliofanya uasi ilifanyika siku 19 baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Na hapa ndiyo faida ya muungano inaonekana. Kutokana na muungano, mpaka leo nchi yetu imeendelea kuwa salama. Nchi ya Tanzania imeendelea kuwa salama, na Zanzibar imeendelea kubakia salama. Kumbuka tu kwamba mapinduzi haya yalitaka uasi huu ulitaka kufanyika wiki moja baada ya mapinduzi ya Zanzibar.
Mapinduzi ya Zanzibar ni tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 1964. Uasi huu wa wanajeshi katika kambi ile ya Lugalo ulitokea tarehe 19 mwezi wa kwanza mwaka 1964, wiki moja baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Angalia hapo kuna nini. Lakini hukumu ya watu hawa ikafanyika siku 19 baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 1964. Tangu muungano mpaka leo nchi yetu imeendelea kubakia salama. Hakuna uasi, hakuna mambo mengine ya kuhatarisha taifa letu. Kwa hiyo hili ni tukio ambalo lina mahusiano makubwa sana na muungano, na ni tukio ambalo kila Mtanzania alibebe kwa mazingatio, ajue moja ya faida ya muungano ni huu usalama, amani, utulivu uliopo kwenye taifa letu. Mfano wa 4, ndugu wanahabari, mwaka 1970 kwenye kesi ya kwanza ya uhaini iliyowahusu Oscar Kambona, Bibi Titi Mohamed, Gray Mataka na wengineo. Yaani kwenye kesi hii walihusishwa watu takriban 7. Gray Likungu Mataka, John Dunstan Lifa Chipaka ambaye alikuwa na miaka 38, Gray Likungu Mataka miaka 34, Bibi Titi Mohamed miaka 45, Michael Marshall Kamaliza miaka 40, Elia Dunstan Lifa Chipaka miaka 32, William Makori Chacha miaka 46 na Alfred Philip Milinga miaka 27. Lakini vile vile ilikuwa inamuhusisha Oscar Kambona ambaye alikuwa anaishi uhamishoni Uingereza, lakini hawa ndio walikuwepo Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni kesi ya kwanza ya uhaini. Kwa hiyo licha ya kesi hiyo ambayo ilianza Jumatatu ya Juni 8 mwaka 1977 katika Mahakama Kuu ya Tanzania mbele ya Jaji Mkuu Philip Telford George, watu walijaa mahakamani, wengi kweli, wake kwa waume, wa Tanzania, wa bara na visiwani. Lakini hakukuripotiwa machafuko, hakukuripotiwa vurugu yeyote. Watu walisikiliza kesi ile kwa amani na utulivu, na wala hawakusema tunaenda kukinukisha. Sasa nini msingi wa maneno yangu haya? Ni kweli watu wana uhuru katika nchi yetu. Tuna uhuru wa kuabudu, tuna uhuru wa kuamua, tuna uhuru wa kusema. Lakini uhuru ukizidi, uhuru ukipitiliza, inakuwa ni fujo. Lakini tumeona tukio la Mwalimu kupelekwa mahakamani mwaka 1958. Hakuna vurugu zilizofanywa na Watanzania licha ya Watanzania wengi kujaa mahakamani. Lakini pia tumeona mwaka 1964 kesi ya Chief Abdallah Saidi Fundikira, watu wa Tabora walijaa mahakamani, lakini hakuna vurugu iliyotokea na wala hawakusema tunaenda kukinukisha. Lakini pia tumeona kesi ya uasi iliyofanywa mwaka 1964, wanajeshi wa kambi ya Lugalo walioamua kuasi, na kesi yao hukumu ikatoka siku 19 baada ya muungano. Watu walijaa katika mahakama Dar es Salaam, wake kwa waume, na wananchi walikuwa na hasira ya yale yaliyotokea, kuvamiwa, vurugu, ghasia zilizofanywa na wale wanajeshi, lakini hakuna vurugu iliyotokea. Lakini tumeona kesi ya uhaini ya mwanzo iliyokuwa inamhusu Comrade Oscar Kambona, wakina Bibi Titi Mohamed na wengineo 7, namna ilivyoendeshwa mahakamani, Watanzania walivyohudhuria kwa wingi, na hakuna vurugu zilizotokea. Sasa nini nakusudia? Msingi wangu ni kweli nchi yetu ni ya demokrasia. Uhuru umeelezwa kwenye katiba, lakini uhuru ukipitiliza inakuwa ni fujo. Mahakama ni sehemu ya kipekee. Mahakama sio sehemu kama kilabuni, watu kusema tunakwenda kukinukisha, tunakwenda kufanya vurugu, tunakwenda kuliamsha, tunaenda kuamsha popo, tunakwenda kufanya vurugu. Mahakama ni sehemu inayohitaji utulivu kuliko bungeni. Mahakama
ni sehemu inayohitaji utulivu kuliko hata Ikulu. Mahakama ni sehemu inayohitaji utulivu kama ilivyo kwenye chumba cha mtihani. Kwa hiyo ndugu zetu walichokosea ni ile kuweka tension kwamba wanakwenda kufanya vurugu. Kesi za kisiasa katika nchi yetu hazijaanza leo. Viongozi wakubwa wa kisiasa kupandishwa katika mahakama za nchi yetu haijaanza leo. Tumeona hayo matukio machache, lakini tujue kwamba moja ya faida ya muungano ni kudumisha amani, usalama, utulivu, umoja na mshikamano pamoja na umoja wa taifa letu. Kwa hiyo haya ni lazima tuyazingatie. Amani kwanza, mengine baadaye. Sasa wao wamesema wanakwenda kukinukisha. Lengo ni kuzuia ule ukinukishaji, kwa sababu wakisema wanakinukisha, hatujui nani atakayedhurika, hatujui nini kitatokea baada ya hapo. Ili kuleta amani, majeshi muda mwingine yanatumia vita kuleta amani, lakini ili kuleta amani, majeshi muda mwingine yanatumia vurugu, yanazuia vurugu ili kuzuia amani isiweze kuharibiwa katika nchi, kama walivyofasiri amani wa Marekani. Kwa hiyo ndugu wanahabari, nilipenda niseme hayo, lakini bado tunabaki muungano. Moja ya faida yake ni amani, utulivu, usalama wa nchi, umoja wa kitaifa na mengineyo, na bado tunaendelea kuyaenzi, na hata hili lililofanyika bado ni katika misingi ile ile ya kuleta amani, kwa sababu moto mdogo huanza kwa cheche. Cheche ikiachiwa inakuwa, ule moto unakuwa mkubwa. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo kinachofanyika ni kutokana na matamko yao walioyatoa. Tumeona viongozi wa kisiasa zamani na mahakama zilifurika, hakuna vurugu yote iliyotokea. Why now? Ni kwa sababu ya matamko yao walioyatoa. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana kwa kunisikiliza.